Leo tulikuwa na route march. Na mkoa wetu tumejipangia kila siku ya Ijumaa tunafanya route march kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Kwa kwanza niwashukuru kwa kuja kuwa na sisi pamoja katika matembezi ya route march. Na route march kwa askari ni jambo la msingi kwa sababu ni mazoezi. Lakini pamoja na route march hiyo tumepita maeneo mbalimbali kuwaonyesha Watanzania na wana Kigoma kwamba tupo. Kwa hiyo serikali yao ipo, kwa hiyo wafanye maendeleo yao bila kuwa na wasiwasi yoyote. Lakini la pili, ndugu waandishi wa habari, naomba ni wataarifu wananchi wa mkoa wa Kigoma kwamba mkoa wetu uko shwari na utaendelea kuwa shwari sana kwa sababu vyombo viko sawa sawa, lakini na kubwa zaidi wananchi najua wako pamoja na majeshi yao. Lakini la tatu ni swala la uchaguzi. Niwahakikishie sisi majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura mkoa wa Kigoma wataenda kupiga kura kwa usalama na kurudi kwenye maeneo yao ya kazi vizuri sana bila mashaka yoyote. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba usalama umepangwa vizuri, majeshi yetu wako vizuri yote kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika vizuri ndani ya mkoa wa Kigoma bila mashaka yoyote. Lakini nitoa angalizo. Mahali wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Kama kenge wapo sio kwa mkoa wa Kigoma. Niwaombe sana tushirikiane kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Na wale ambao watataka kukengeuka, sisi unapotaka kuvunja sheria, sisi tutashughulika na wewe. Na siku zote majeshi yetu tunashughulika na wale ambao wanataka kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuvunja sheria za Watanzania. Lakini la mwisho niwaombe sana wana Kigoma, tumetoa kwamba kila mwisho wa mwezi Jumamosi tunafanya usafi. Usafi ndio kila kitu. Kwa hiyo niwaombe sana kila mtu kwenye nyumba yake, kila mtu kwenye kiwanda chake, kila mtu kwenye kambi yake hakikisha kwamba kila mwisho wa mwezi Jumamosi anafanya usafi kwa ajili ya maendeleo yetu, kwa ajili ya afya yetu. Na wasiotekeleza hilo, tuna sheria ndogo tutachukulia hizo sheria zitatumika kuhakikisha kwamba tunachukua na kuwapeleka mahakamani. Na wakifanya hivyo mwisho wasilalamikie serikali. Umoja wetu ndio utakaofanya maendeleo ya mkoa wetu.